mambo yaende sana, kama mtu mwenyewe kutoa nafasi kwamba amejiuzulu. Wengine wanaweza kahoji labda ndani ya chama hakuwa na mchakato, basi hata kama alikiri mwenyewe, basi walao kutengeneza mchakato wa tume kuweza kujiridhisha zaidi katika madai hayo. Wakati mwingine labda tunaweza kusema ndugu Salum Mwalimu labda alichukua maamuzi yale baada kwa hasira kibinadamu na kuona kama labda amehisiwa ndivyo sivyo. Sikiliza kaka, ni hivi, unachunguza jambo gani? Mimi kama natuhumiwa na mimi nimekiri hizo tuhuma, sasa unachunguza nini? Na hata kesho yake asubuhi, an afterthought, yani mawazo baada ya kusema anajiuzuru, alimwandikia mwenyekiti barua kwamba anaomba akae pembeni na anaomba iundwe tume ya kuchunguza. Sasa mwenyekiti akamjibu akamwambia, jambo lako linapelekwa kwenye halmashauri kuu leo, njoo kama una utetezi utoe kwenye halmashauri kuu, kwa sababu katiba ya chama imeweka vyombo vinavyofanya maamuzi. Sasa wewe mtuhumiwa huwezi ukakielekeza chama namna ya kuhukumu, sio kwamba iundwe tume na hicho anachokisema hakiko mahali popote kwenye katiba ya chama kwamba chama kitaunda tume, sio. Tume yako ni halmashauri kuu, njoo kwenye halmashauri kuu utoe utetezi. Hakuja. Sasa ukisema kwamba limeenda haraka, maana yake watu wanapenda swala litokee lizue mgogoro halafu ndo aseme kwamba limeenda hivi, sio. Sisi kama chama ambacho kinapinga ufisadi, kinapinga ubadhirifu wa mali za umma, ukifanya kitu cha namna hiyo kwa kutumia katiba ya chama na vyombo stahiki vya chama, tunafanya maamuzi pale pale kwa kukupa nafasi ujitetee. Alipewa nafasi kwenye kamati kuu, alipewa nafasi kwenye halmashauri kuu. Kwenye halmashauri kuu alichagua yeye kutokuja kwa sababu alikuwa ameshajiuzuru. Aliitwa kwa barua, hakuja. Akapigiwa simu, hakuja. Sasa huwezi ukasema kwamba hakupewa nafasi. Labda mtu anayehoji ni kwamba alitaka liwe na muda mrefu. Sasa muda mrefu ni muda gani? Kwa maana hiyo Chauma akihitaji michakato ilifanywa, sio kwamba kitaji michakato ilifanywa. Mchakato ni swala lilianzia kwenye kamati kuu. Baada kwenye kamati kuu mchakato wako ulikuwa unaenda kwenye halmashauri kuu. Ni mchakato. Kwa hiyo ili uwe mchakato unataka uwe na siku ngapi? Uwe na miaka mingapi ndio useme huu ni mchakato? Mchakato ni process kwa Kiingereza, sio? Ni process. Process ilianzia kwenye kamati kuu. Kwa sababu hujaandika barua, twende kwenye halmashauri kuu, chombo kilichokuteua, sio? Hakuja. Unafanyaje sasa? Wanaozungumza na kusema kwamba pengine Salum Mwalimu alikuwa anafanya hadi kwa nafasi mwenyekiti, kwa maana hiyo labda ikaleta kwa namna moja nyingine ikaleta dosari ndani ya mfumo wa uongozi, labda pengine kapelekea haya, labda tuweke sawa hapo. Yani iko hivi, pamoja na kwamba yeye alikuwa anaweza akacheza nafasi zote za mwenyekiti kama ambavyo nimesema, hakuwa na uongozi shirikishi, lakini wala halikuleta hayo makwazo wala hakukuwa na malalamiko ya mwenyekiti kwamba huyu mtu anachukua nafasi yangu, wala hakukuwa na huo mgogoro wa kwamba kuna mgogoro kati ya mwenyekiti na katibu mkuu kwamba katibu mkuu anachukua nafasi ya mwenyekiti. Hakikuwepo hicho kitu. Kitu kikubwa kilichopelekea ni mjumuiko wa hayo mambo: matumizi ya fedha, tabia ya kubadilisha misimamo ya chama na tabia ya kuwa na uongozi ambao sio shirikishi. Kwa hayo mjumuiko wake wote ambao watu tuliojadiliana nayo tulikuwa tunamshauri, secretariat ndio iliyoandika barua kwa mwenyekiti ya kutokuwa na imani naye. Secretariat ndio anayeiongoza, mwenyekiti wa secretariat anayeongoza kila siku. Secretariat yuko hapa inafanya hizo kazi kila siku, lakini ikaona imemshauri kwenye mmoja, imemshauri kwenye vikao. Baada ya kuona kwamba haiwezi kuendelea kumshauri, ikaona ni either secretariat iondoke kama kamati kuu, kama halmashauri kuu itaona kwamba yeye anafaa kuendelea kuwa katibu mkuu, au aondoke ili secretariat iendelee kufanya kazi. Katika hayo yaliyotokea na hatimaye chama kuchukua hatua mlizozichukua, ni mambo ambayo yalikuwa ndani ya chama, labda yameathiri vipi utendaji wa chama katika siasa zenu? Katika kipindi ambacho akiwepo, imeathiri sana utendaji wa chama. Kwa sababu gani? Kwa sababu chama kikaonekana mara nyingi kimeonekana hakina misimamo kwenye mambo makubwa ya kitaifa kabisa. Kaonekana haina msimamo. Sio kwa sababu chama kilikuwa na msimamo, ni kwa sababu yeye alibadilisha msimamo wa chama akaweka msimamo wake binafsi. Kwa hiyo ni athari moja kubwa. Lakini athari nyingine
Ni kama unachangiwa fedha na wadau kwa ajili ya kujenga chama, kama ufikishi kwenye chama, maana chama kinashindwa kujengwa. Ukiangalia toka tumetoka kwenye uchaguzi mkuu, hatujatoka tufanye program yoyote. Ukiacha kongamano la wanawake, hakuna program ambayo tumeshuka kwenye chama cha siasa kidogo kama cha kwetu, kipya kama cha kwetu. Kinatakiwa kwenda chini kwa wananchi ili kitafute wanachama. Una maana gani kusema hivyo Kigaila, kwamba hata mambo makubwa ya kitaifa ambayo ilibidi kama chama mtoe misimamo yenu na ilikuwa haiwezekani kufanya hivyo kwa sababu ya nafasi yake? Ndugu Salum Mwalimu alikuwa anaeleza nini kuweza kuwarudisha nyuma nyinyi? No, sijasema kwa sababu ya nafasi yake. Nisikilize vizuri. Nilichosema mambo makubwa ambayo vikao vya chama vimekaa vikatoa msimamo, yeye akabadilisha akaweka msimamo wake na akasema ndio msimamo wa chama. Kwa chama kimeonekana kama vile hakina msimamo wa maana kwenye mambo makubwa ambayo yametokea. Ndio ninachosema. Sio kwamba alikataa tusitoe. Mnaweka msimamo. Yeye anasema anaenda kutoa. Akienda kutoa anabadilisha ule msimamo wa chama, anasema mambo ya kwake mwenyewe. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba alikuwa ni anafanya usaliti ndani ya chama. Alikuwa anabadilisha, sijui kama ni usaliti. Sababu katibu mkuu ni mtendaji mkuu wa chama. Sahihi. Kwa hiyo kama nyinyi mnakuwa mmeazimia ajenda hii tunakwenda nayo na baadaye mambo yanakuwa ndivyo sivyo, kwa maana yake sana kwenda tofauti na nyinyi wengine. Ninachosema ni hivyo, ni kwamba alikuwa akibadilisha misimamo ya chama, anaweka misimamo yake mwenyewe, inaonekana ndio misimamo ya chama. Sasa kama ni usaliti, wewe wasema kama ni usaliti, lakini mimi ninachosema kile alichokuwa akikifanya. Sasa sitaki kutafsiri hicho kwake anakifanya. Alichokuwa anakifanya yeye ni kwamba mnakaa kamati kuu, mnafikia maazimio. Kwa kawaida mkikaa kamati kuu mkifikia maazimio, baada ya kamati kuu na nyinyi huwa mnaitwa, mnapewa briefing kwenye vyama mbalimbali. Kwa baadaye mkimaliza ni either mwenyekiti au katibu mkuu au mtu mwingine atakayeamriwa na chama anatoa hiyo nini? Anatoa hiyo press conference, anakutana na waandishi wa habari kueleza maazimio yalivyokuwa. Hasa akipewa yeye, anaondoa msimamo wa chama, anaweka msimamo wa kwake. Sio kama naelewa vizuri. Hiyo ni tatizo ambalo ni kwamba unabadilisha misimamo ya chama nje ya kikao halali. Ni kosa kubwa sana kwenye chama. Linaweza kuwa la usaliti, lakini inaweza kuwa la hujuma, lakini ni kosa katika ujumla wake. Ni kosa kwamba msimamo wa chama, azimio la chama likitolewa, ukipewa kwenda kuzungumza, inabidi ulitoe kama lilivyo, kwa sababu sio la kwako, ni la chama. Unaweza kuwa unalipenda, unaweza kuwa hulipendi, lakini kama wewe umepewa kuzungumza kwa niaba ya chama, unasema kile ambacho kimekubaliwa na kikao, limekuwa azimio. Kwa sababu kama ulikuwa ulitaki, utakuwa ulipinge kwenye kikao. Kama umeshindwa kulipinga kwenye demokrasia, iko hivyo. Umeshindwa kulipinga kwenye kikao, hicho kilichoazimiwa ndio azimio la chama. Kama unaenda kusema au katae kulisema, mimi siwezi kulisema hili, akasema mwingine, sawa. Lakini kama unaamua kwenda kusema, lazima ukaseme hilo ambao umekubaliana. Sasa kama husemi hilo, sasa watu mbona tulikubaliana hivi, mbona inasema hivi? Okay, inaweza kuwa ni makosa, mnashauri, inakuja kutokea mara ya pili, kutokea mara ya tatu, hapa kuna shida. Ndugu Salum Mwalimu amejiuzuru haraka sana kama ambavyo tumezungumza hapo mwanzo, baada ya kutokuonyesha kwamba hapingi zile tuhuma ambazo zilikuwepo. Pengine mnadhani hatua ambayo mmeichukua nyinyi mmechelewa, ama ilibidi ifanyike nyuma huko kabla ya ambapo mmechukua hivi karibuni? Hapana. Kitendo hicho kwanza kinaonyesha uungwana wake. Amefanya makosa, lakini mtu muungwana. Kwa sababu unajua muungwana, ukivuliwa nguo unachutama, uende kwa umesimama, unaona? Ukivuliwa nguo unafanya nini? Unachutama, kuonyesha kwamba nini? Ili isionekane kwamba sina nguo. Sasa kukubali kwake kujiuzuru mapema, maana yake alikuwa anakubaliana na tuhuma zile, na kwa maana hiyo anakubaliana na uamuzi wa chama. Sasa hatuwezi kusema kama chama ibidi tufanye mapema. Kila jambo lina wakati wake. Maana yake mtu anapofanya makosa, hakuna malaika. Anapofanya mtu makosa, huwa unashauriwa, unaambiwa, unaonywa na marafiki zako mnayefanya nao kazi. Ukiwa husikii, tunao kwamba hii ni tabia yako. Kama ni tabia yako, kama tunataka kwenda mbele, tunakuweka pembeni ili taasisi iendelee, kwa sababu hakuna yeye mkubwa kuliko taasisi hapa. Kigelo, umesema vizuri hapo mwanzo kwamba nyinyi mmeona mkachukua hatua za haraka, amkutaka mambo yawe mengi, lakini labda tuzungumze
kwa kama ambavyo umesema ni Chauma ni chama ambacho nyinyi mlijiunga nacho kilikuwepo, lakini tunaweza tukasema kama ni chama ambacho kipya. Kwa muktadha huo, mnadhani taswira yenu sasa kisiasa nje ikoje baada ya hatua ambayo mmeichukua hii ya kuondoa mtu ambaye katika nafasi nyeti kabisa ndani ya chama? Taswira yetu kisiasa nje inatakiwa kwanza liwe somo. Liwe somo kwa Watanzania na kwa dunia kwamba kuna chama kama Chauma kinaweza bila mgogoro, bila mivutano ya muda mrefu kikamuondoa mtendaji mkuu na kesho yake shughuli zikaendelea. Inabidi liwe somo. Kama kuna watu hawajifunzi kwa Chauma, watakuwa hawana mahali pa kujifunza, kwa sababu kuna vyama vingi hata vikubwa kabisa kufanya jambo kama hilo inachukua mgogoro wa muda mrefu sana mpaka chama kinagawanyika. Sisi chama hakijagawanyika kwa sababu kwanza hatukumuonea, pili tumefuata utaratibu, tatu tumefanya maamuzi kwa wakati ambao unafaa. Kwa hiyo hilo ni somo. Kwa chama kidogo kama Chauma ingeweza kuleta mtikisiko mkubwa sana mkianza kuvutana kwenye swala kama hilo, lakini sisi tulikuwa na hoja za kweli, sio za kuonea mtu, na aliyetuhumiwa akaona ni ukweli ule ukamfanya ombe kujiuzuru. Alipoenda kujiuzuru hatukuishia pale, tukafuata utaratibu mpaka mwisho. Utaratibu umefika mwisho, tumeachana nalo, tunasonga mbele. Tufanya nini? Kufanya kazi za chama. Kwamba ndugu Salum Mwalimu na wewe ni marafiki, ni watu ambao mna mahusiano mazuri. Sasa wewe sasa uko na nafasi yake, sasa ndo katibu mkuu wa Chauma sasa hivi, unajisikiaje katika nafasi ambayo rafiki yako ilikuwepo na hivi sasa pengine mnaweza mkapishana kiitikadi? Najisikia kama jukumu ambalo nimepewa na taasisi, sijisikii namna nyingine yoyote. Najisikia kama nimekabidhiwa jukumu ambalo taasisi imenipa, na sina namna nyingine, ni kulifanya kwa moyo wangu wote, kwa akili yangu yote na nguvu zangu zote. Nitaifanya hilo jukumu kama ambavyo nilikuwa namsaidia kwa moyo wangu wote, kwa akili yangu yote na nguvu zangu zote, kwamba yeye kama katibu mkuu wangu aweze kutimiza majukumu yake ya ukatibu mkuu. Na nataka ungemuuliza angekiri kwamba nilikuwa namsaidia kupita viwango. Nilikuwa namsaidia kupita, na nilijishusha kuzidi viwango. Nilijishusha kuhakikisha kwamba mimi baki tulikotoka wote tulikuwa manaibu, tulikuwa tuko sawa. Na watu wengi wakanafikiria kwamba nini, kwamba huenda kutakuwa na ugomvi, lakini mimi ninajua kwamba huyu ni katibu mkuu wangu kwa sasa, mimi naibu wake. Nilijishusha na nikawa msaidizi wake, na msaidizi wake mwema kweli kweli. Wapinzani wenu wa kisiasa wanaweza wakaona hii ni hatua muhimu kwao, kwamba ni chama ambacho mlikwenda mkiamini kwamba mnakwenda sasa kusukuma ajenda za kitaifa mbele zaidi, lakini ni kama migogoro imekuwa mapema hivi. Tunaweza tukalizungumzaje hilo kidogo? Watakosea sana. Yaani watakuwa wanashika kivuli. Wakifanya hivyo watakuwa wanashika kivuli. Kwa sababu gani? Sisi hatuna mgogoro. Kwa kama wanasubiri kwamba kuna mkono wa mtu utadondoka, watakuwa na nadharia ya fisi anayedhani kwamba mkono wa mtu kwa sababu unatikisika utadondoka. Watafuata sana hautadondoka. Tumeshalimaliza hili. Sisi sasa hivi unaona secretariat yuko hapa. Tunapanga program za chama ambazo kimsingi hatukuzifanya kuanzia baada ya uchaguzi mpaka leo. Sasa hivi tutapanga, na wiki ijayo tutaanza operation za chama. Hapo Kigaila, kabla sijasahau tena, umesema kwamba mnakwenda kuanza operation wiki ijayo. Yes. Lakini kutokea Oktoba 29, maana yake kwamba uchaguzi ulivyomalizika, Chauma pia mlionekana kukaa kimya, licha kwamba maneno yalikuwa mengi, vyama vingine wakisema hivi wakisema vile, lakini nyinyi hamkuonekana kwenda mbele. Labda pengine kwa sababu katibu mkuu alikuwepo, kwa maslahi yake alikuwa anawafanya kurudi nyuma. Ni hivi, yote yako kwenye koti tulilolivua. Yako kwenye koti tulilofanya nini? Tulilolivua. Sasa kuona hiyo tofauti, wiki ijayo ukiona tuko barabarani, utajua kwamba kumbe hawa jamaa wamevua koti ambao ilikuwa inawachelewesha. Kwa hiyo lugha nyingine tunaweza tukasema kabisa kwa wazi kwamba Salum Mwalimu alikuwa anawachelewesha kama chama. Alikuwa anawapunguzia speed, anawavuta shati. Sahihi kwamba na ndio maana tukaamua tumuondoe, kwa sababu alikuwa anatuondolea spidi kwa sababu ya kufanya chama kisiwe na msimamo unaoeleweka. Lakini pili,
kidogo kinachochangwa na wadau, na sisi tumesema toka tulipoingia, si tumekuja kutoka kwenye sana, lakini wakichanga wanategemea kwamba michango yao inaenda kufanya kazi ya kujenga chama, sio? Sasa kama wamechanga kutoka tulipomaliza uchaguzi kuanzia Januari mpaka leo wamechanga na hakuna kazi imefanyika, maana yake ilikuwa anachelewesha chama kisiende, na hiyo ndio sababu ikaona kwamba nini, kuendelea kuwa katibu mkuu chama hakitaenda. Nikurudishe nyuma kidogo, mara baada ya maamuzi kufanyika sasa, lakini nikikukariri ukisema kwamba ndugu Salum Mwalimu alirejea na kuomba kwamba kuundwa kwa tume, lakini akakataliwa na mwenyekiti wa chama ndugu Hashim Rungwe, kwamba wewe ni mtuhumiwa, huwezi kukipangia chama nini cha kufanya. Sasa ikitokea ndugu Salum Mwalimu akavuka mtaro kwenda sehemu nyingine katika vyombo vya kimaamuzi, mahakama na kadhalika, utakubaliana na uamuzi ambao utatoka katika mamlaka hizo kwamba mlikiuka pengine taratibu za ndani ya chama kwa kuchukua uamuzi kutokumpa sikio ndugu Salum Mwalimu? Sikiliza, kwanza ni kuweke vizuri kuanzia mwanzo. Nimesema nafasi ya kusikilizwa aliipewa kwenye silver plate kabisa, lakini aliandika barua tena. Nisikilize, alipewa kwenye kamati kuu na baada ya kujitetea akaomba kujiuzuru. Kwa kamati kuu kupeleka swala lake kwenye halmashauri kuu, ilikuwa inapeleka kwenye chombo chenye maamuzi wakati yeye ameshajiuzuru tayari. Ameshajiuzuru tayari kwenye kamati kuu. Amelete barua asubuhi, akaambiwa hapana, swala lako linaenda kwenye halmashauri kuu, njoo kwenye halmashauri kuu jitetee, kwa sababu katiba ya chama imeweka vyombo vya kufanya maamuzi, haijaweka tume za kuundwa. Sisi chama cha siasa sio serikali ya kwanza kuunda tume. Lakini nisikilize sasa, hakuja huko, hiyo nafasi alipewa kwenye sahani ya silver, alipewa hiyo nafasi ya kuja kujitetea kwenye halmashauri kuu. Sasa akienda mahakamani kokote kule, tutakabiliana nao, kwa sababu hakuna mahakama, hakuna chombo kingine chochote chenye uwezo wa kukiamulia chama cha siasa ni namna gani kichukue hatua. Kinachotakiwa mchukue hatua dhidi ya kiongozi kwa mujibu wa katiba yenu. Hatua za kutengua uteuzi wake zimechukuliwa kwa mujibu wa katiba ya Chauma. Sasa hicho chombo kingine anachoweza kwenda aende na kije, tutakutana nacho huko, kwa sababu sisi tumefuata utaratibu. Sasa yeye afterthought kuja kusema sasa iundwe tume ya kumchunguza, si lazima anayekutuhumu aone kitu cha kuchunguza. Sasa kama ulichotuhumiwa na wewe umekubali kwamba ni cha kweli, adhani na mimi sikiliza, akitaka kwenda kwenye vyombo vya habari, akitaka kwenda mahakamani, tunamwalika aende, tutapeleka ushahidi ambao hata uamini. Hatafanya nini? Hata uamini. Kwa sababu sisi ni watu waungwana, na yeye tumemwona ni muungwana. Tumeficha mambo mengi sana. Tungetaka kufunguka mambo mengi, watu wangeshangaa. Hatutaki kufunguka kwa sababu lengo letu sisi ni kufanya chama chetu kiende mbele. Sisi hatuna ugomvi na mtu. Si ugomvi wetu ni chama kiende mbele. Tumemaliza hili swala, tumelipaki hapo, na mimi hili narudia kulisema kwa sababu mmekuja mnaniuliza. Hamwezi kuniuliza nikatazama pembeni nasema sina cha kusema. Nitasema. Lakini tunasema with humility. Tunasema kwa respect kubwa. Kwa sababu ni kiongozi kwa mheshimu, lakini amefanya makosa na yeye mwenyewe amekiri hayo makosa kwamba ameyafanya. Sasa tunaposema hatuwezi kumvua nguo. Tunasema kwamba alifanya makosa, kwa makosa haya aliamua kujiuzuru, na baada ya kuamua kujiuzuru ndani ya halmashauri ikatengua uteuzi wake kikatiba. Sasa kama anakwenda kokote ende, hakuna alomzuia. Jambo hili linaonekana limekuwa jepesi sana. Yeye ameonekana kukiri kutotaka tena mambo yao mengi, akaamua kuachia nafasi yake, lakini inaleta shaka kidogo Kigaila kwamba shaka kwa nani sasa? Shaka kwa nani sasa? Sikiliza Kigaila. Pengine hata Salum Mwalimu inaonekana ni kama alikuwa akihitaji Chauma tena. Maana yake ameona limetokea, sina cha kupoteza, basi mimi nimejiuzuru nafasi. Uone kama pia nani kama alikuwa anatafuta jiwe la kukanyaga. Shida yenu mnataka likitokea jambo kama hili kuwe na ugomvi. Ndio shida yenu. Utamaduni wenu mmezoea utamaduni wa ugomvi, kwamba ikitokea jambo kama hili watu lazima wagombane. Sisi hatukutaka kwenda kwenye vyombo vya habari wala mahali pengine popote. Tumekwenda kwenye vikao vya chama, mtu amekubali, hatua zimechukuliwa. Kwa sasa nyie ndio mnataka kuchokoza kwamba lazima kuwe na ugomvi ndio tuone kwamba sasa haki imetendeka. Sisi hapa
Sisi sikiliza, sisi maamuzi yetu kwenye chama na kwa mujibu wa katiba ya chama, ukifanya kosa hatutakwenda kwenye vyombo vya habari kuanza kulumbana. Ukifanya kosa tutakupeleka kwenye vikao vya chama. Tukienda kwenye vikao vya chama utapewa nafasi ya kujitetea kwa mujibu wa katiba. Ukimaliza kujitetea, chama kitafanya maamuzi kwa mujibu wa katiba, na kitafanya maamuzi haraka kama moto unavyomhukumu mtoto. Mtoto akichezea moto anaungua pale pale. Na wewe ukifanya makosa, pamoja na mchakato wa kikatiba wa chama, lakini tutaamua hilo swala mapema ili chama kiweze kuendelea na shughuli zake. Kwa sababu shughuli ya chama sio kushughulika na migogoro au makosa ya watu. Wenye makosa wanapelekwa kwenye mahakama ya chama, wanahukumiwa kwa haki, mnaendelea na shughuli zingine. Hatuwezi kuwa na mwaka mzima tunashughulika kuhukumu kosa la mtu mmoja. Umefanya kosa, Kigera amefanya kosa, chama kinashughulika. Na ni element ya udogo. Ni element ya udogo wa chama. Kama jambo moja mnaweza kuenda nalo mwaka mzima, jambo moja dogo. Chama lazima kiwe na mashine, kiwe na mifumo ya kuweza kutatua mambo yake vizuri na kwa haki, halafu mkasonga mbele. Chauma tunasonga mbele, wala tugeuki nyuma, tunasonga mbele. Na utaona Chauma ya sasa itakuwa tofauti sana na Chauma iliyokuwa hapo nyuma. Itakuwa tofauti sana kwa maana ya namna ya speed ya kujijenga, kasi ya kujijenga itakuwa tofauti sana. Haya, siku za hivi karibuni tumeshuhudia kauli na matamko kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani chini ya Mheshimiwa Waziri Patrobas Katambe akizuia mikutano ya kwa hivi sasa, kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Wewe ni mpinzani, hatua ile unaizungumzaje kama katibu mkuu wa Chauma? Nimeshaitolea tamko mara mbili hiyo hatua. Nimesema tabia ya viongozi wa serikali kuvunja sheria au kuvunja katiba, sheria walizotunga wenyewe, katiba waliyeapa kuilinda, halitakiwi kuvumiliwa nao kunyamaziwa na Watanzania. Ni jambo baya. Ni jambo baya kwa sababu gani? Kiongozi ambaye anategemewa alinde sheria, akivunja sheria, mwananchi wa kawaida anahukumiwaje kwa kuvunja sheria? Unafanyaje mwananchi wa kawaida asivunje sheria? Maana unafundisha watu kuvunja sheria. Sasa hilo ni jambo baya. Kwa kipimo chochote kile ni jambo baya, kwa sababu waziri wa mambo ya ndani hana hiyo mamlaka ya kuelekeza jeshi la polisi lizuie mikutano ya hadhara. Namba 5 ya vyama vya siasa ya mwaka 92 pamoja na marekebisho yake na sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi. Mamlaka alionayo waziri wa mambo ya ndani kuhusu mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, yeye kama chama kimeshindwana na kamanda wa polisi wa wilaya ambako wamepeleka taarifa, wameshindwana, wakashindwana na RPC na IGP, wakashindwana na polisi, chama cha siasa kinaweza kukata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani kuhusu namna ambavyo polisi wamezuia mikutano ile. Ndio mamlaka pekee yake alionayo, lakini sio mamlaka ya kutoa ruhusa, wala sio mamlaka ya kupelekewa taarifa kwamba tunataka kufanya mkutano hata au maandamano. Kiongozi wa serikali kama waziri, utaratibu ambao atakuwa kufanya kama ameona kuna viashiria vya fujo au vunjifu wa amani, alitakiwa aite hivyo vyama au hao wadau wenye viashiria azungumze nao. Yeye sio jeshi, yeye sio nini, alitakuwa awaite. Na kama Chauma sisi tunaunga mkono mazungumzo, sababu mazungumzo ndio yanaweza kutatua matatizo. Lakini ukianza kutumia ujeshi, zuia, huyu kataza, huyu kamata, huyu fanya nini, haisaidii. Hakuna michakato ya namna hiyo iliwahi kuleta amani duniani. Hiyo piga, kamata, zuia, kataza nini, haiwezekani. Angetakiwa kuita mazungumzo ili awaambie na polisi waseme kuna viashiria 1 2 3. Okay, sasa kama kuna hivyo viashiria, watakuwa kama kuna mtu ambao anabainika kwamba huyu anatishia amani, wamkamate, wampeleke mahakamani. Sio, unaelewa vizuri? Wamkamate, wampeleke mahakamani. Kwa waziri angetakuwa afanye mazungumzo, na tuko kwenye dhana, rais amesema tufanye maridhiano. Maridhiano yanakuja kwa mazungumzo. Kwa hawa mawaziri wake walitakiwa kuimpress mazungumzo, haitakuwa kuita mazungumzo. Na sisi mimi nimefanya siasa muda mrefu. Kuna wakati mambo yalikuwa magumu sana. Mimi kwa mfano kwa chama nilichotoka, kuna wakati tutafanya maandamano hapa Dar es Salaam, ilikuwa ngumu sana. Ndio imani kwanza tutafanya maandamano.
ilibidi tulikwenda na ni kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam alituita kule, na mimi nienda kuwakilisha chama, tukazungumza, wakasema hapa ni pafinyu, nikawaambia namna tutakavyojilinda, tusaidiane na polisi, tukakubaliana kusaidiana na polisi, tukalinda hayo maandamano, tuifanya nchi nzima, hakukanyagwa hata sisimizi. Si ndio maana yake? Kwa sababu tulizungumza. Kwa na yeye itakuwa kuimpress mazungumzo, sio kataza. Zungumza na hao watu. Ukiona sasa katika mazungumzo kwanza unajifunza kwamba kumbe kuna nia ovu. Ukigundua nia ovu, unashughulika na mwenye nia ovu. Huzuii moja kwa moja. Hivi kwa mfano leo amezuia mikutano ya hadhara. Maana ya vyama vyote. Huenda labda ni Chauma ndio ilikuwa na tishio hilo labda kuleta fujo, si namna hiyo. Sasa ukizuia vyama vyote kwa sababu ya Chauma, unavitendea haki hivyo vingine. Unavitendea haki kiwango gani? Kwa mantiki hiyo ni kwamba kuna chama pengine waliona, sijui. Sasa yeye ndio atuambie. Yeye umesema wewe hoja umeileta wewe kwamba kwa mfano Chauma, kwa wengine wanaumia kwa ajili ya chama. Hoja yako umeileta wewe kwamba kwa sababu ya viashirio vya uvunjivu wa amani, sio? Hivyo viashiria vilikuwa na nani? Ndio nasema angeita hao wenye viashiria na wengine azungumze nao, ajiridhishe. Akijiridhisha angeweza akazuia hicho chenye viashiria kwa ushahidi na akawapeleka mahakamani. Kwa muktadha huo sasa, zuio hili la wizara sio halali, sio halali, ni la uonevu. Sio halali, ni la uonevu. Kwa sababu gani? Yani unafanya kwamba samaki mmoja akioza ntenga zima. Kama yeye ana taarifa za kiintelijensia, na mimi nimesema juzi, kama ana taarifa za kiintelijensia zinazomfanya afanye hilo zuio, alitakiwa sio kuzuia, alitakiwa kuchunguza kikamilifu hizo taarifa zake. Akibaini huyo anayetishia amani, amkamate huyo anayetishia amani, ili watu wengine waendelee na haki zao. Si ndio namna hiyo? Sasa ndio namna ya kufanya. Na namna ya kufanya hivyo, kwanza angeita mazungumzo, watu wazungumze. Huenda wangemwambia kwamba huenda labda angepata kutoka kwenye kikao kwamba kuna shida 1 2 3 ndio maana inatoka kufanyika 1 2 3, angetatua. Labda nikuulize ile Kigaila, wapo wamekuwa wadadisi masuala ya kisiasa, wanasema kwamba pengine nafasi muhimu kama hizi za mawaziri ambao wanakuwa wanasimamia wizara kama hizi za majeshi, pengine zisiwepo kwa wanasiasa, labda wawe kwa watendaji ama kutoka kwao wenyewe. Unadhani labda pengine mawaziri ambao wapo katika nafasi hizo wanaamua kutokana wao ni wanasiasa? Uko sahihi. Ni hivi, nchi ambazo zimeenda mbali zimetenganisha kati ya wanasiasa na serikali, zimetenganisha. Kwa maana kwamba kwa mfano tuchukua Kenya hapa. Kenya wameenda mbali, separation of power hiyo. Kwa sababu kama kuna mawaziri wanatakiwa baada ya chama cha siasa kushinda uchaguzi, kinatafuta wataalamu kwenye nyanja mbalimbali. Kwa wale watu wanayekuwa wanafanya kazi ya uwaziri wanakuwa sio wabunge, wanakwenda bungeni kuwajibika. Kwa sababu kuna nini? Kunakuwa na ukuu wa bunge. Wanaenda bungeni kuwajibika, wanaenda bungeni kupeleka bajeti, wanaenda bungeni kujibu maswali. Wakimaliza hawapigi kula, wanaondoka. Bunge linaamua. Unapata watu ambao unawapanga kwa taaluma. Ukitaka kupanga mawaziri kutokana na wabunge wanashinda jumla jamala. Unaweza kupata bunge limechaguliwa la chama chako, uona watu wenye kwa wanakuwa wanafanya kazi ya siasa baada ya kufanya kazi ya kitendaji ya kitaalamu kwenye wizara. Kwa wizara zinakuwa, na ukiangalia wizara zetu ziko hivyo. Sasa mimi nasema huenda labda sio ni kwa sababu ni wanasiasa. Kwanza ni watu, unajua kuwa mwanasiasa au sio mwanasiasa hakufanyi uvunje sheria. Yaani kuvunja sheria, na Katambi ni mwanasheria. Unaona? Kwa hiki ninachokiongea anakijua huenda kuliko mimi, kwa sababu mimi sio mwanasheria. Mimi ni mwalimu wa fizikia na kemia. Mambo mengine tu ni ujanja nimesoma mwenyewe mtaani hivi, sio? Yeye ni mwanasheria, kwa anajua zaidi. Sasa kama anajua zaidi, anajua kwamba yeye hana mamlaka ya kuzuia hivyo, anajua. Sasa kama kwa nini anafanya? Mnafanya sasa hatua gani kutoka hapa mlipo? Maana yake sasa ndo ni waziri na yupo katika chama ambacho ndo kiko na dola. Nyinyi mnafanyaje? Sisi hatuna mamlaka ya kumuondoa. Lakini sisi tunachosema Watanzania wasikubali kuburuzwa na mawaziri wenye kiburi cha kuvunja sheria walizo hapa kuzilinda. Ni swala la Watanzania, kwa sababu sisi kama Chauma hatuna uwezo wa kusema leo Patrobas aondoke au Patrobas abaki. Tunachosema sisi kazi yetu ni kushauri. Tunashauri kwamba serikali hii lazima yenyewe kwanza ifuate sheria, ndio inaweza ikalinda sheria zisivunjwe.
kwanza ifuate sheria yenyewe, alafu ilinde sheria sivunjwe, kwa sababu tuko kwenye nchi ambayo ina utawala wa sheria. Ikianza yenyewe kuvunja sheria, haitakuwa na moral authority ya kuzuia sheria zivunjwe na watu wengine, kwa sababu kama wewe unavunja sheria, uwezo kuzuia watu wasivunje sheria, kwa sababu wewe unaivunja. Sasa unazuia wengine wasivunje kwa sababu gani? Kwa sisi tunachofanya, tunawaambia na Watanzania, sisi tunatoa ushauri wa bure, kwa sababu si kazi yetu kama chama cha upinzani ni kushauri, kukataa, kushawishi wananchi na kupendekeza. Ndio kazi yetu. Si kazi yetu na serikali tunaishauri kwamba kama serikali isijiingize kwenye kuvunja sheria, ifuate sheria. Tumalize na madarakani. Ni ipi tathmini yako? Uhuru wa maoni bado una shida. Unatofautiana tu. Na uhuru wa maoni kwa Tanzania unategemea na, kwa sababu katiba yetu sio nzuri, sheria zetu sio nzuri, sio? Kwa uhuru wa maoni unategemea na utashi binafsi wa rais. Utashi binafsi wa rais. Utaona, nitakupa mifano ya vipindi vitatu. Kipindi cha Rais mstaafu Kikwete, uhuru wa maoni ulikuwa mkubwa. Hakukuwa na demokrasia ambayo inatakiwa ingekuwepo. Hakukuwa na katiba mpya wala sheria nzuri. Sheria zilikuwa mbaya, lakini uhuru wa maoni ulikuwa mkubwa, ulikuwa nafuu. Na ukubwa wake tunaupima baada ya kuingia kwa Magufuli. Wakati ule tuona kwamba ni mdogo, sio? Tuona ni mdogo. Lakini tulipoingia kwa Magufuli, kumbe bora jana kuliko leo, sio? Tukaona bora jana. Na ndio wanasema kwamba ule ulikuwa mkubwa. Ilikuwa bora wakati wa Kikwete kuliko Magufuli. Magufuli alipokuja akavunja kila kitu. Taasisi zikauawa. Kwa hiyo ikawa ni nguvu ya mtu huyu mmoja. Tulipokuja awamu hii, kuna mambo yalirekebika na watu wakapata imani. Na uhuru ukarejeshwa kiasi fulani, lakini bado haufiki mahali pa kusema hapa kuna uhuru unaotakiwa. Ni tofauti na wakati wa Magufuli, lakini bado haujafika mahali tunafanya nini. Na ndio maana sisi kazi yetu ni kuishauri serikali kwamba wanao huo wajibu, sio hisani kwa Watanzania. Ni wajibu wa serikali iliyoko madarakani kuhakikisha uhuru, demokrasia na haki zinatamaraki, ili tuweze kupata amani. Amani ni tunda la haki. Bila haki, bila uhuru, watu wakibaki na madukuduku moyoni, yale madukuduku ndio yanaweza kuleta shida. Mimi na kuna watu wanatoa mfano, na mimi wanatoa mfano. Wakati wa utawala wa Mwalimu Nyerere, miaka 23 ya urais wa Mwalimu Nyerere, wakati wa chama hiki kimoja, alifanyiwa majaribio ya mapinduzi mara 5. Alifanyiwa majaribio ya mapinduzi mara ngapi? Mara 5. Wakati wa chama hiki. Baada ya vyama vingi toka 92 mpaka leo, hakuna jaribio la mapinduzi moja limefanywa. Sumeelewa sio? Hiyo peke yake inakuonyesha kwamba ukiacha watu waongee, ukiwacha watu wafunguke, wanamaliza dukuduku lao, wanaacha fikra mbaya. Ukiwazuia wasiongee, utafanya uongelee gizani. Wakiongelea gizani, hutajua wanaongea nini. Ni bora waongelee hadharani, waongee jangwani, wakimaliza watarajika nyumbani kwenda kulala, kuliko ukiamua walale nyumbani wasije jangwani, wakitoka nyumbani ujue watatoka na nini. Hiyo utakuwa kwenda darasani ufundishwe, na serikali zetu hazitakuwa kwenda darasani zifundishwe, itakuwa zijue hivyo. Sasa kama hazijui ni shida.